Jina la Yesu libarikiwe tena. Tuko kwenye kipindi cha Christmas. Sema Christmas. Tunaposema Yesu, mtoto Yesu, tunapozungumza Yesu, tunapozungumza kuzaliwa kwa Yesu, sema kuzaliwa kwa Yesu. Tunapozungumza kuzaliwa kwa Yesu, tunazungumza Mungu kutuzawadia zawadi ya mtoto Yesu. Tunazungumza kwa habari ya zawadi, na sio zawadi tu, tunazungumza kwa zawadi kuu ya Mungu kwa wanadamu. Mtoto yoyote anayezaliwa duniani ni zawadi ya Mungu kwa wazazi, ni zawadi ya Mungu kwa dunia, ni zawadi ya Mungu kwa jamii, ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Lakini mtoto Yesu ni zawadi kuu kwa wanadamu. Sema zawadi kuu. Kwa hiyo mtoto yoyote hata wa kibinadamu aliyezaliwa duniani, ikiwa ni pamoja na mimi na wewe, nasi ni watoto wa kibinadamu. Nasi tulipozaliwa Mungu alikuwa ametoa zawadi. Kwa nini watoto ni zawadi? Kwa hiyo tunaposema mtoto Yesu ni zawadi kuu ya Mungu kwa dunia, ni zawadi kuu ya Mungu kwa wanadamu. Mungu alituzawadia. Ungeshangilia kupokea zawadi. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kuna andiko tulilolizoea sana. Lizoea sana. Wengi tunalisomaga kwa kichwa. Kuna andiko hapo linalothibitisha kwamba Yesu ni zawadi. Zawadi ya nani? Zawadi ya Mungu. Zawadi ya Mungu kwa nani? Kwa ulimwengu. Zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Wangapi wanaweza kausoma mstari huu kwa kichwa? Mikono juu. Kwa kichwa. Yohana 3:16 kwa kichwa. Wangapi? Nyosha mkono juu wale wanaoweza kusoma. Haya, funika tusome kwa pamoja. Tuwaongoze wasioweza kusoma. Funika. 1, 2, twende. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Makofi na vigelegele kwa walioweza. Mungu awabariki. Wewe na tumaandiko unatotuonea na wewe. Unatuweza kutusoma kwa kichwa. Ndio tunasema kwa kweli ameanza kukomaa. Kukomaa ni pamoja na kuweza kuomba, ni pamoja na kuweza kufunga bila kufundishwa, ni pamoja na kuweza kusoma baadhi ya mistari kwa kichwa. Amen. Kwa maana jinsi hii aliupenda nini? Jinsi gani? Tunathibitishaje Mungu ameupenda ulimwengu? Ni kwa jinsi hii ya Mungu kumleta Yesu. Umeelewa sasa? Lakini usiposoma kwa kutulia uione jinsi. Unaona tu Mungu ameupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Amesema kwa maana kwa jinsi hii. Jinsi gani sasa? Jinsi hii ya Yesu kuzaliwa duniani. Hii ndio jinsi inayothibitisha pendo la Mungu kwa dunia. Mungu alipopenda ulimwengu, alitupatia, alituzawadia, alitupa zawadi ya mwanawe. Mwanawe nani? Yesu. Akazaliwa duniani kuonyesha pendo la Mungu. Sasa somo langu leo ni jinsi ya kupokea zawadi hii ya mtoto Yesu. Jinsi ya kupokea zawadi hii ya mtoto Yesu. Hii ni zawadi, tena haijatoka kwa mwanadamu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu wetu. Zawadi hii inapokelewaje? Kuna namna ya kuipokea zawadi. Kuna namna ya kuipokea zawadi. Sema amen.
Watu wengi sana wanazawadiwa vitu mbalimbali na Mungu, lakini hii ya mtoto Yesu ni zawadi kubwa mno. Ni zawadi kubwa kati ya zawadi za Mungu aliwahi kuwazawadia wanadamu. Mtoto Yesu ni zawadi kubwa, zawadi kubwa, zawadi kubwa sana. Sasa zawadi yoyote, hata kama mtu atakuzawadia zawadi, kuna namna ya kuipokea, kuna namna ya kuitumia zawadi. Amen. Amen. Haleluya. Kuna kipindi fulani mimi niliwahi kuzawadiwa gari. Nikazawadiwa gari. Niko kijana, sijaoa. Nikazawadiwa gari, lakini baadaye nikalirudisha gari kwa aliyenizawadia, baada ya kujua yule aliyenizawadia gari ni mke wa mtu. Gari alilonizawadia na yeye amezawadiwa na mume wake, na mume wake hajajulishwa kama hilo gari limetolewa kupewa mimi. Mjulishe basi mume wako kuwa umenizawadia. Hamna. Hii ni hatari. Hii ni kesi. Hii ni kesi. Sema amina. Sasa Yesu ni zawadi isiyo kesi. Ni zawadi ya baraka. Inatakiwa kupokelewa na kila mtu mwenye akili timamu. Anatakiwa kuipokea zawadi hii na kujua jinsi ya kuipokea. Mwambie jirani yako, somo leo ni jinsi ya kupokea Yesu Kristo kama zawadi. Kama zawadi toka kwa Mungu. Jinsi ya kumpokea huyo zawadi. Jinsi ya kuipokea hii zawadi. Jinsi ya kumpokea mtoto Yesu kama zawadi. Haleluya. Tumeona Mungu ameupenda ulimwengu, kwa sababu ameupenda ulimwengu anatuzawadia. Anatuzawadia zawadi. Tena inasema zawadi yenyewe ni ya mtoto wake wa pekee. Unaposikia neno pekee, mara nyingi tafsiri kubwa ya mtoto wa pekee ni kamoja, kathamani, kenye umuhimu. Sio tu mmoja, sio tu kwa sababu ni mmoja wewe ya pekee. Kazaliwa mmoja, anathaminiwa, anaheshimiwa, anajaliwa, anapewa nafasi ya pekee. Sio tu kamoja, ni kamoja lakini kana nafasi ya pekee. Begotten son, mtoto wa kiume wa pekee. Sema amen. Haleluya. Yaani wewe una katoto haka kamoja, huna mwingine, alafu unaambiwa ukatoe sadaka kamoja, kanauma, alafu unakapenda. Sio tu kamoja, kamoja unakokapenda, kamoja unakokathamini. Sio tu unakokathamini, kamoja katiifu, kamoja kenye busara, kamoja kenye adabu, kamoja kanakokutii, kamoja kanakokuheshimu. Unajua, unaweza ukaona kamoja lakini kakorofi, kajeuri, kapumbavu, unasema bora kaende. Unakatoa sio kwa ajili ya kukapenda, unakatoa kwa sababu kamekuchosha. Mpendwa, wewe hujazaa aina hiyo. Kuna watu wamezaa watoto ni kelo. Mtoto ni kelo. Mungu awajalie muendelee kuzaa watoto ambao ni baraka, sio kelo. Watu wanafikiri huyu mama ni watofauti, ametoa mwanae, kumbe ametoa mzigo. Mungu hakutoa mzigo. Mungu alitoa mtoto wake mpendwa. Ndio maana unaona mara kadhaa amewahi kusema huyu ni mwanangu mpendwa, mpendwa wangu, ninayependezwa naye, anayenisikiliza, anayeniheshimu, lakini namtoa huyo kuonyesha jinsi ambavyo nimeupenda ulimwengu. Natoa kitu kikubwa, zawadi kubwa, zawadi kubwa ambayo nimeitoa kwa moyo wa upendo wa pekee, na nyinyi muipokee kwa moyo wa upendo wa pekee. Muipokee kwa furaha kuu. Sema kwa furaha kuu. Mtu akitoa kitu chake kikubwa cha pekee, lazima ukipokee kwa furaha kuu. Sema amen. Haleluya.
Haleluya! Kwa hiyo zawadi unapopewa hata na mwanadamu, kuna jinsi ya kuipokea zawadi, kuna jinsi ya kuithamini zawadi, kuna jinsi ya kuiheshimu zawadi, kuna jinsi ya kuonyesha shukrani ya moyo kwa zawadi uliyopewa. Na Mungu anapotupatia zawadi ya mtoto Yesu Kristo, lazima tujue jinsi ya kuipokea, jinsi ya kuipokea hii zawadi. Tunapaswa kuipokea vipi hii zawadi? Tunapaswa kuipokea kwa namna gani hii zawadi? Hii zawadi tuipokeeje? Hii zawadi tunaipokea vipi? Hata tunapoazimisha kutolewa kwa hii zawadi ya huyu mtoto Yesu, lazima tukumbushane, lazima tuendelee kuhimizana jinsi ya kuipokea, jinsi ya kuipokea hii zawadi. Tunaipokea vipi hii zawadi? Unaweza ukaona walivyoipokea wenzetu. Kuna jinsi alivyoipokea Herode zawadi ya mtoto Yesu. Taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu ilipokelewa kwa jinsi gani na Herode? Zawadi ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu, zawadi ya mtoto Yesu ilipokelewa kwa jinsi gani na wafanyakazi wa ikulu ya Herode, wafanyakazi wa serikali wa ofisi ya Herode? Waliipokeaje hii zawadi? Kuna mamajusi, sema mamajusi, wise men, mamajusi kutoka mashariki ya mbali, kutoka Irani, kutoka Iraki ya leo. Nimesikia wahubiri wengi wanasema nchi gani, sijui nchi gani, kutoka Iraki. Sema toka Iraki. Haleluya! Mamajusi. Wengine wamefundisha wakasema wachawi. No, sio wachawi. Mamajusi walikuwa wanatoka kwenye chuo cha kinabii kilichoachwa na Danieli kule Babeli, kilichoachwa na nabii Danieli kule. Walikuwa na mchanganyiko wa damu ya Babeli na Kiisraeli, walikuwa na mchanganyiko wa damu. Wamepewa taarifa kuhusu kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Walipokeaje? Hiyo ndio pointi yangu kwenye somo langu la leo. Kule achana nako kwingine, tunaelewana tuelewani, achana nako, turudi hapa. Walipokeaje taarifa? Kama walisafiri kilomita nyingi kwa siku nyingi kwenda mahali mtoto amezaliwa, walipokea kwa shauku ya kumuona mtoto, walipokea kwa furaha. Kama walibeba sadaka, kama walibeba sadaka, na sio sadaka za noti, na sio sadaka za sarafu, walibeba sadaka za dhahabu, walibeba sadaka za ufumba, walibeba sadaka ya manemane. Sadaka walizobeba zinaonyesha walipokeaje zawadi. Ungesema amina kama unaelewa. Walipokeaje hii zawadi? Tunaona wachungaji waliokuwa wanachunga makumi ya wanyama kule kondeni, walipokeaje taarifa ya zawadi ya mtoto aliyezaliwa? Mtoto huyu ni zawadi kwa ulimwengu, mtoto huyu ni zawadi kwa wanadamu wa duniani. Wamepokeaje zawadi? Sasa muulize na jirani yako uliyekaa naye, na wewe unaipokeaje hii zawadi? Shida ni kapokelee. Shida ni jinsi tunavyopokea. Tunavyopokea zawadi ya mtoto Yesu, tunapokea tofauti tofauti. Mwingine anapokelea kilabuni akinywa pombe. Ukimuuliza unakunywa pombe namna hii leo kwa kiasi hiki ambacho hatujawahi kukuona unakunywa, kwa nini unakunywa namna hii? Anasema leo Yesu amezaliwa. Wacha nizitandike pombe. Kwa nini? Yesu amezaliwa. Ninapokea Christmas. Wengine wanapokea Christmas guest house. Guest house. Tena wanaulizana kabisa, Christmas hii natoka peke yangu? Natoka na nani? Ngoja nitafute wa kutoka naye, wa kwenda kula naye nini? Christmas. Yuko guest anafanya nini? Anakula Christmas. Anapokea Christmas. Mwingine atakuwa anapikia wageni kesho, hata kuja na ibadani.
Ukimuuliza tena, ukitaka kukorofishana na watu, waulize ibada ya leo ya Christmas ulikuwa wapi? Wageni wote hao ni waache na nani? Pilau yote hiyo mimi niende kanisani? Mimi nimesherehekea Christmas kwa mtindo wangu, na mimi nimempokea Yesu aliyezaliwa kwa mtindo wangu. Wengine wanakesha leo usiku ili kumpokea mtoto Yesu usiku wa leo anapozaliwa, wampokee wakiwa kwenye mkesha wa nini? Wa Christmas. Sema amina. Wengine wanawaza zawadi watakayotoa kwa mtoto Yesu kesho, wanawaza sadaka watakayotoa kwa mtoto Yesu Kristo. Kuungana, waliofanya ibada walikuwa ni wale wachungaji, waliofanya ibada ya Christmas walikuwa ni wale mabajuzi. Leo tunafanya kumbukizi ya ibada ya furaha ya kumpokea mtoto Yesu, ibada ya furaha ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Christmas ni ibada ya kumpokea mtoto Yesu. Wewe unampokeaje? Utampokea vipi? Muulize jirani, umejipanga kumpokeaje mtoto Yesu? Jinsi ya kupokea zawadi ndio tatizo. Jinsi ya kumpokea Yesu. Sema amen. Sema amen. Katika Injili ya Yohana sura ya 1 na mstari wa 12 imeandikwa, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kumbe Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa. Sasa tumesema huyu aliyezaliwa ni zawadi, tena sio zawadi tu, maana hata mtoto wa kibinadamu ni zawadi. Yesu ni zawadi kuu ya Mungu kwa ulimwengu, zawadi kuu ya Mungu kwa dunia, zawadi kuu ya Mungu kwa wanadamu, zawadi kuu ya Mungu kwa wanadamu. Na naomba nirekebishe hapa kabla sijaendelea. Yesu Kristo sio zawadi ya Wakristo. Yesu Kristo sio zawadi kwa Wayahudi. Yesu Kristo ni zawadi kwa ulimwengu. Yesu Kristo ni zawadi kwa wanadamu wote wa vizazi vyote. Yesu Kristo ni zawadi kwa wanadamu wote, ni kwa wote, sio kwa watu wa dini fulani. Mungu hakutoa Yesu kwa ajili ya watu wa dini fulani. Mungu hakutoa Yesu kwa ajili ya watu wa dhehebu fulani. Mungu hakutoa Yesu kwa ajili ya watu wa taifa fulani. Mungu hakutoa Yesu kwa ajili ya watu wenye itikadi, imani au msimamo fulani. Mungu alimtoa Yesu awe zawadi kwa dunia. Hiyo nilitaka kuweka sawa. Sasa turudi hapa. Anasema wote waliompokea. Kumbe hajatolewa tu azaliwe tu, aishi tu, alitolewa. Kumbe wanadamu wanatakiwa mpokee. Kumbe ulimwengu unatakiwa mpokee. Kumbe dunia inatakiwa impokee. Sasa somo langu ni jinsi ya kumpokea. Sema amina kama unaelewa. Jinsi ya kumpokea huyu Yesu, jinsi ya kuipokea zawadi ya Mungu hii kwa dunia, jinsi ya kumpokea, jinsi ya kuimpokea. Sema amina. Kumbe kuna watu hawakumpokea, lakini waliompokea hao ndio walioweza kufanywa wana wa Mungu, walioweza kumpokea. Kumbe kuna haja ya kujifunza jinsi ya kumpokea ili wote tuweze kumpokea. Kuna ndugu mmoja aliwahi kuzawadiwa ngamia. Hiki ni kisa cha zamani sana, sitakisimulia chote. Aliwahi kuzawadiwa ngamia katika zile nchi za Uarabuni zinazotumia ngamia, na hasa katika miaka hiyo ambayo ngamia ndio alikuwa gari la thamani sana. Akazawadiwa nini? Ngamia. Lakini inavyoonyesha huyu mtu aliyezawadiwa ngamia alikuwa mgeni katika nchi hizi zinazotumia ngamia, hakuwa anajua nini ngamia. Na aliyemzawadia hakumzawadia ngamia mkubwa, alimzawadia mtoto wa ngamia aliyekuwa cool, ambaye sio mdogo sana, ngamia wa wastani, sio mtoto kabisa, sio mtoto kabisa.
akazawadia ngamia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Huyu ndugu akamchukua ngamia wake akasafiri naye, akajitahidi kumtunza kama alivyoelekezwa, maana ni mnyama mgeni, mpaka ngamia akakua. Akampenda sana ngamia wake, maana ni wa zawadi. Akawafurahia sana waliompa ngamia, akawaona ni ndugu kabisa wa maana sana, maana hakuna mtu aliwahi kumzawadia mnyama mkubwa wa kiasi hiki. Kwa hiyo alichofanya ili kumtunza huyu mnyama ambaye ni zawadi, akamchongea kwama la kuwa linambeba yule ngamia. Kwa hiyo yule ngamia akawa anawekwa kwenye kwama, kwenye toroli, kwenye gari la kusukuma. Anamweka mle kwenye gari la kusukuma ambalo lina matairi, anampakiza mle, alafu yeye ndio anakokota lile kwama akimbeba yule ngamia wake. Baada ya miaka kadhaa yule ngamia amekuwa, na anapokwenda shambani anakwenda na ngamia wake akimbeba kwenye toroli, anamfunga pale ili awe anamuona, wasije wakamuibia, ni zawadi, ni ngamia wa zawadi. Wale watu wakasafiri kwenda kumtembelea yule ndugu rafiki yao waliomzawadia ngamia. Walipofika wakamkuta kituko anachokifanya, wakacheka sana. Akamwambia, huyu ngamia ndio ilitakiwa kubebe, sio wewe ubebe ngamia. Huyu ngamia ilitakiwa wewe akubebe. Tulikupa zawadi ya ngamia, matumizi ya ngamia ni kukubeba wewe. Kumbe alimpokea ngamia kama zawadi, lakini hakujua jinsi ya kumpokea. Muulize jirani yako, umeelewa? Anasemaje? Ndugu mwingine, kuna dada mmoja, siku ya harusi yake, kaka zake wakasema tumzawadie dada yetu gari. Sema gari. Wakamzawadia gari nzuri, Land Cruiser ya gharama sana. Wakamzawadia gari. Yule dada akalichukua gari lake, akaenda akalipiki pale nyumbani, akawa analala kwenye gari, gari. Ukawa ni ugomvi na mume wake, hataki kulala ndani, anataka kulala kwenye gari. Kwa nini? Ni gari nilizawadiwa na kaka zangu. Kaka zangu wananipenda, lazima nilipende gari. Kwa nini zawadi ya kuzawadiwa na kaka zangu? Mtu akitaka kuliendesha anasema hapana, hili ni la zawadi. Kila akiamka analifuta kila asubuhi, analifuta jioni, analifuta. Hakuna kuliendesha, hakuna kupatwa na vumbi. Kwa nini? Ni zawadi. Lazima nionyeshe nimelipokea kwa furaha na kwa kulithamini. Kwa hiyo hakuna kuliendesha. Pokea zawadi, nalo ni somo. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu Yesu tumpokeeje? Huyu Yesu tuishije naye? Huyu Yesu tumtumieje? Huyu Yesu tuishije naye? Hii zawadi vipi? Hii zawadi vipi? Sema amen. Wao waliompokea Yesu, wao walioipokea hii zawadi, wakijua jinsi ya kuipokea hii zawadi, wataipokea hii zawadi ya Yesu, wataitunza ndani ya mioyo yao. Ndio wale ambao zawadi hii ili wakeuza, ili wapindua, ili wafanya wapya, ili wafanya wengine, ili wafanya makamanda, ili wafanya mashujaa katika ulimwengu wa roho dunia hii, ili wafanya watofauti, ili wawezesha kuwa wana wa Mungu, ili wawezesha kubadilisha tabia, kumiliki, kutawala dunia. Ni wale waliojua jinsi ya kuipokea hii zawadi. Sema amen. Na katika vitu shetani hapendi kanisa lijue jinsi ya kumpokea Yesu. Kanisa tulijue kuna Yesu alitolewa na Mungu kwa dunia, itoshe ishi hapo. Jinsi ya kumpokea, jinsi ya kumtumia, jinsi ya kumpokea, jinsi ya kumtumia huyu zawadi Yesu. Unyimwe kujua, usijue zawadi huyu Yesu zawadi ni package. Sema package.
lazima ujue jinsi ya kuipokea, jinsi ya kuifungua, jinsi ya kuitumia ili ilete matokeo, ili ilete impact, ilete matokeo chanya. Sema matokeo chanya, ili ilete matokeo chanya. Haleluya, haleluya. Kwanza lazima uipokee kwa furaha, lazima uipokee zawadi kwa furaha, ukitambua kwamba zawadi yoyote kutoka kwa Mungu ni neema, sio malipo. Zawadi yoyote kutoka kwa Mungu ni neema, sio malipo. Zawadi ya mtoto Yesu ni neema kwa dunia, sio malipo kwa dunia. Yesu sio malipo, Yesu ni neema, sio Mungu alikuwa anailipa dunia. Huwezi ukanunua kitu kwa Mungu. Hatuwezi kununua kitu kwa Mungu, hata tutoe nini, hatuwezi kununua kitu kwa Mungu. Kwanza unachotaka kutumia kununulia ni chake, na wewe unayetaka kununua ni wake. Wewe mwenyewe ni mali yake, alafu chochote unachokiona ni mali ya Mungu. Hatuna uwezo wa kununua kwa Mungu kitu, hatuna uwezo wa kununua kwa Mungu kitu. Kwa hiyo chochote tunachopewa na Mungu ni neema. Kwa hiyo na Yesu Kristo ni zawadi ambayo tumepewa kwa neema, by grace, na hatuwezi kulipia, hatuna uwezo wa kulipia zawadi hii. Yesu, hatuna uwezo wa kulipia, hatuna uwezo hata tujipinde vipi. Mwingine anasema nikifunga na kuomba siku 100, hata ungefunga 300 mwaka mzima ukafunga zote bila kula wala kunywa, huwezi ukalipia, huwezi ukalipia. Ni neema, sio malipo. Sema amen. Sema amen. Kwa lazima uipokee zawadi hii ya thamani kwa heshima, kwa kuithamini, kwa kuithamini, kwa kuithamini, kwa kuthamini, kwa kujali, kwa kujali. Mwambie jirani yako, hii zawadi, kuzaliwa kwa Yesu ni zawadi. Hii zawadi ipe thamani yake, ipokee kwa thamani, iheshimu, onyesha heshima. Sema amena. Ndio maana zawadi hii hatuipokee kwa mambo ya kimwili, kwa mambo ya kula na kunywa. Tunaipokea kwa mambo ya kiroho, kwa kuithamini ndani ya moyo, kwa ibada, kwa sadaka, kwa imani. Sema kwa imani. Yesu Kristo tunampokea kwa imani, tunampokea kwa imani. Jambo la kwanza, tunampokea katika thamani yake, katika viwango vyake halisi vya thamani ya zawadi hii. Lakini mbili, kwa imani. Sema kwa imani. Yesu Kristo tunampokea kwa imani, kwa imani. Amen. Imani ni nini? Katika Waebrania 11:6 amefundisha vizuri kwa habari ya imani. Anasema imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayaonekani. Yako katika ulimwengu wa roho, sio kwenye ulimwengu wa nyama. Yako kana kwamba yamekuwa lakini hayajakuwa. Unakuwa na hakika kana kwamba yamekuwa lakini hayajakuwa. Hiyo ndio imani. Kwa hiyo tunapokea zawadi ya mtoto Yesu katika dunia hii ya leo, ambayo wengi wametelehemu kwenda kumpokea mikononi, katika mikono ya nyama. Humuoni kwa macho ya nyama, unampokea kwa imani. Sema kwa imani. Hutoi zawadi kwa Mariamu anayeonekana huyo hapa. Mariamu amepokea, amefurahi na tabasamu la Mariamu hili hapa, amepokea zawadi yetu ya mtoto wake. Unatoa kwa imani. Amen. Haleluya. Unatoa kwa imani ukiamini ya kuwa Mungu amepokea zawadi ya mtoto wake Yesu. Unapokea kwa imani kwamba Yesu mwenyewe ni mkubwa, amejipokelea zawadi. Amejipokelea zawadi yake, amejipokelea sadaka. Ameona ninavyomthamini, ameona ninavyomheshimu. Mimi wanacheka sana. Mtu anakuja na 5,000, 2,000, 1,000 kanisani kutoa zawadi kwa mtoto Yesu. Mtoto Yesu kazaliwa, akirudi nyumbani anachinja mbuzi.
anafurahia sherehe ya mtoto Yesu kuzaliwa, na ndivyo itakavyokuwa kesho. Lakini sadaka waliopeleka kwa Yesu wanakuambia, samahani, pokea sadaka hii kidogo, maana imeishia kwenye maandalizi ya nini? Christmas. Haleluya! Mtoto Yesu amezaliwa, wacha tule. Kwa kuna haja ya kufundishana jinsi ya kupokea mtoto Yesu. Mtoto Yesu anapokelewaje? Mtoto Yesu anapokelewa vipi? Sema amen. Haleluya! Anapokelewa hekaluni, anapokelewa kwa ibada, anapokelewa kwa imani. Tumesema jambo la pili. Jambo la tatu, anapokelewa kwa ibada. Jinsi ya kumpokea Yesu, anapokelewa Yesu kwa ibada. Kwa ibada, ibada ya kufungua moyo aingie ndani ya moyo, ibada ya kufungua moyo azalishe vitu vipya. Tunapompokea Yesu tunapokea kwa imani ili azalishe vitu vipya, ili aanze na sisi kwa upya, ili alete amani, ili alete utatanisho, ili alete upendo, ili alete furaha, ili alete mwanzo mpya. Hivyo ndivyo anavyopokelewa huyu zawadi, hii zawadi ya Yesu Kristo. Mambo yaanze kwa upya, mambo yaanze kwa upya, maisha yaanze kwa upya. Kwa nini? Amekuja mkombozi, amezaliwa mkombozi. Tumepokea mtoto ambaye ni zawadi iliyokuja kwa kusudi la kuukomboa na kuupindua ulimwengu. Mapinduzi yatokee. Kwa jambo la kwanza, tunapokea katika hali ya kuthamini. Lakini jambo la pili, tunapokea katika hali ya imani. Jambo la tatu, tunapokea katika hali ya ibada. Hali ya ibada. Ndio maana mamajusi wachungaji hawakwenda tu Bethlehemu, walikwenda wakafanya ibada. Biblia inasema wakasujudu kwa mtoto Yesu, wakatoa sadaka kwa mtoto Yesu. Maana yake wakafanya ibada. Kwa tunaipokea hii zawadi kwa ibada. Sema kwa ibada. Haleluya! Unabarikiwa, unaelewa. Tunapokea kwa ibada, kwa ibada. Inaposema wakaenda mahali alipozaliwa mtoto, mahali alipokuwa mtoto, wakainama wakasujudu, inamaanisha wakapokea kwa moyo wa unyenyekevu na kwa moyo wa ibada na kwa moyo wa toba. Wakaipokea zawadi, wakampokea mtoto, wakampokea Yesu kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa ibada na kwa moyo wa toba. Kwa moyo wa toba. Na ndivyo tunatakiwa tumpokee. Tunatakiwa tumpokee kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa ibada, kwa moyo wa toba. Sema kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa toba. Mimi sijasema usile. Mungu amekubariki kula. Amen. Amen. Lakini lengo mama sio kula. Kula ni ziada. Kula ni ziada. Nguo mpya ni ziada. Ni ziada. Mungu amebariki na kanguo kapya, lakini Christmas tunaipokea kwa ibada, kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa toba. Sema amen. Amina. Kwa hiyo kuna jinsi ya kupokea zawadi hii. Tunaipokea kwa maombi. Sema kwa maombi. Kwa maombi. Pokea kwa maombi. Tutaipokea zawadi kwa kusikiliza maelekezo ya Mungu. Tunapokea zawadi ya mtoto Yesu kwa kusikiliza maelekezo ya Mungu. Tunapokea zawadi ya mtoto Yesu kwa kutii, kwa kufuata, kwa kusikiliza maelekezo ya mbingu. Mbingu iliyotoa zawadi inayo maelekezo jinsi ya kuipokea zawadi. Tunapokea zawadi kwa maelekezo. Amina. Amina. Mtoa zawadi ana maelekezo yake. Amen. Ana maelekezo yake. Ana maelekezo yake. Wakati Yesu anazaliwa kulikuwa na taharuki kubwa. Kwa nini? Upokeaji wa zawadi hii ya mtoto Yesu wa Herode na utawala wake ulikuwa mbaya.
Kipindi hicho Yesu anazaliwa, dunia nzima ilikuwa inatawaliwa na dola ya Kirumi. Waroma ndio walikuwa wanatawala dunia. Dunia nzima ilikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hiyo Yesu anazaliwa pale Israeli. Wakati huo ni Israeli, haikuwa Palestina. Ilikuwa ni Israeli bado. Palestina ilikuja kubadilishwa na tawala la Kirumi ili kufuta Israeli na taifa la Israeli. Wakawakabidhi Wafilisti ambao ndio wa Palestina, wakawakabidhi kwamba hii nchi taifa wa Palestina tunaibadilisha kutoka Israeli, maana ni koloni letu, tuna mamlaka ya kuibadilisha. Wakabadilisha jina, sema sio Israeli tena, taifa la Israeli tunawafuta, na wamekimbia wenyewe kwenda mataifa ya mbali. Futa kabisa, pataitwa Palestina na ni kwenu. Kwa hiyo Warumi ndio waliowakabidhi Wafilisti wa Palestina. Imeeleweka vizuri? Kwa hiyo aliyekuwa amewekwa kuwa gavana katika lile koloni la Israeli ndio anaitwa Herode hakuwa Mrumi. Herode alikuwa Muedomu, Muidumea. Alikuwa ni kutoka uzao wa Esau. Na Esau na Yakobo walikuwa maadui toka ndani ya tumbo la mama yao. Unakumbuka wakati wanazaliwa, Yakobo alikuwa analazimisha kutangulia kutoka, walikuwa mapacha. Esau akawahi kutoka, lakini Yakobo akazaliwa ameshikilia kisigino cha Esau. Kwa hiyo kulikuwa na vita hata baada ya kuzaliwa kwao. Maana wanakuwa bado wadogo. Yakobo akaanza mipango na njama na mama yake ya kuchukua mbaraka wa mzaliwa wa kwanza. Waisraeli wana utamaduni, wana desturi katika dini yao ya kuwabariki wazaliwa wa kwanza, mbaraka fulani maalum. Yakobo akaanza mpango wa kuiba mbaraka wa baba wa mzaliwa wa kwanza. Baba alipozeeka akapofuka macho, haoni, akamuita Esau, akamwambia aende akawinde, aje apike nyama vizuri, baba ale afurahi, ambariki Esau. Mama akawa amesikia wakati baba anaongea na Esau. Mama akaenda akateta na Yakobo. Yakobo akaingia zizini, akatengeneza kondoo vizuri, wakamtengenezea baba, akaja akachukua mbaraka. Maana alikuwa mzee amepufuka, mzee Isaka amepufuka macho, haoni. Kaiba mbaraka wa Esau. Kwa hiyo Esau anakuja anaambiwa mdogo wako ameshachukua mbaraka wa mzaliwa wa kwanza. Esau akataka kumuua Yakobo, Yakobo akatoroka akakimbia. Kwa maisha yalikuwa ya vita miaka yote wanapigana vita Esau na Yakobo. Ni ugomvi usioelezeka miaka yote. Vita kali, ugomvi mkali. Edomu ambaye ndio Esau, uzao wa Esau unaitwa Edomu, na nani? Na uzao wa Yakobo ambaye anaitwa Israeli. Wana vita visivyokwisha, wana ugomvi usiokwisha. Kwa hiyo Herode akachukuliwa na nani? Akachukuliwa na Warumi na Waroma, akasomeshwa ili aje watawale wa Israeli. Maana si wana vita, wana ugomvi. Kwa hiyo hao watawala wanatumia ugomvi wao kufaidika, wanatumia ugomvi wao kisiasa. Ndivyo ilivyokuwa, wanatumia ugomvi wao kisiasa. Kwa hiyo wakamchukua Herode, wakamsomesha, na alikuwa mgomvi, mkorofi, mbabe, alafu ana ugomvi na Waisraeli. Wakamleta akawa gavana pale wa Waisraeli. Gavana, wewe utakuwa mtawala hapa, utakula, utakunywa, utaishi vizuri, tusaidie tu kuwadhibiti hawa, kukusanya kodi, kufanya nini kwa Waisraeli, tusaidie. Na hivi huwa mpatani na Israeli, tukomeshe hao. Walikuwa na wakomesha kweli. Sasa anapewa taarifa kwamba Waisraeli kwao amezaliwa mtawala. Mtawala, yeye akajua mtawala wa kibinadamu. Huyu auawe, huyu afe.